na taarifa hii. Mbunge wa Nakuru mjini Mashariki David Gikaria kwa mara ya pili amepuuza wito wa tume huru ya uchaguzi mpaka IEBC ya kumtaka kufika mbele yake kuhusiana na madai ya kukiuka kanuni za maadili ya uchaguzi. Wakili wake ameiambia kamati ya utekelezaji wa kanuni hizo kuwa mbunge huyo alikuwa mgonjwa na hakutumiwa wito wa kufika mbele yao kwa njia inayostahili. Hata hivyo, picha zilizosambaa zilimuonyesha akiendelea na kampeni huko Olkalau. Sasa anatarajiwa kufika mbele ya kamati hiyo Jumanne saa 3 asubuhi. Laban Shaban anatufungulia taarifa zetu za NTV jioni na taarifa hiyo. Mbunge wa Nakuru mjini Mashariki David Gikaria kwa mara ya pili leo hii amepuuzilia mbali wito wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC. Your boss asked that he be given time. Badala ya kufika mbele ya kamati ya utekelezaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi katika kikao cha Jumatatu asubuhi, mbunge huyo alimtuma msaidizi wake Joseph Karioki kumwakilisha. Hata hivyo, kamati hiyo inayoongozwa na Daktari Alutalala Mukhwana ilikataa ombi hilo na kumwagiza Gikaria afike binafsi katika kikao cha mchana. Wito ulipotolewa tena, mbunge huyo hakufika, bali alimtuma wakili wake Michael Mbongi. Wakili huyo aliomba kuahirishwa kwa wito huo, akitoa sababu 4 za kutokuwepo kwa mteja wake, zikiwemo kwamba alikuwa is already stated before you are here and after you came. You've just stated. I understand that, Chair. Wakati huo picha zilizochapishwa kwenye ukurasa uliothibitishwa wa Facebook wa mwimbaji Ngaruya Junior King of Kigosho zilimuonesha Gikaria akiwa kwenye mikutano ya kampeni huko Olkalau akimpigia kampeni mgombea wa UDA Mushina Nyaga. Ni wakati ambapo wakili wake alikuwa akiambia kamati kuwa hakuweza kuhudhuria kwa sababu alikuwa mgonjwa. And this matter will proceed tomorrow 9 a.m. right here. Wito huo unatokana na malalamishi yanayomtuhumu Gikaria kwa kukiuka kanuni za maadili ya uchaguzi wakati wa kampeni za uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Olkalau. Iwapo kamati itampata na hatia ya kukiuka kanuni hizo, inaweza kutoa adhabu. Kamati ina njia 2 za uamuzi. Kwanza ni kumpa barua ya kumpa onyo kali kwamba siendelee na yale ambayo anayofanya. Pili, anaweza akapatiwa faini ambayo kamati ina nguvu ya kuamua ni faini ya pesa ngapi. Kusikizwa kwa kesi hiyo kumeahirishwa hadi Jumanne saa 3 asubuhi, wakati ambapo mbunge huyo anatarajiwa kufika binafsi mbele ya kamati hiyo. Laban Shaban, NTV.